Alafu mwalimu Arne Slot akaingia na overload kwenye eneo la kiungo cha kati. Angalia wachezaji ambao aliwaplace katika mchezo wa jana. Umezoea Liverpool kuanza na Cody Gakpo kulia na kushoto na kulia, akaanza na Mohamed Salah, mbele akaanza na mshambuliaji wa kati natural ambaye kwa sasa kutokana na majeruhi ya Alexander Isak ni Hugo Ekitike. Lakini mwalimu akaja tofauti. Florian Wirtz, Alexis McAllister, Ryan Gravenberch pamoja na Dominic Szoboszlai wakawa jumla ya watu 4 katika eneo la kiungo ili kuweza kumaintain tempo ya mchezo, lakini pia kuweza kuwapressure Real Madrid muda wote kwa nguvu, kasi waliokuwa nayo pamoja na passion ambayo wachezaji hao walikuwa nayo. Kumbuke Real Madrid pia nao wanacheza na viungo 4 kwa maana ya kwamba Jude Bellingham, Camavinga, Aurelien Tchouameni pamoja na Adagula ni jumla ya viungo 4. Kwa hiyo ni kama mifumo ilivaana hivi, lakini kutokana na kasi na nguvu ya baadhi ya wachezaji na ufanisi wa wachezaji wa klabu ya Liverpool ikiwemo Alexis McAllister, Gravenberch ambaye nimekutajia, pamoja na kazi nzuri sana aliyofanya Dominic Szoboszlai. Moja kati ya wachezaji ambao watu wengi hawazungumzi kama mchezaji bora, kazi aliyoifanya katika siku ya jana wakati wakivana na kikosi cha klabu ya Real Madrid ilikuwa ni kazi iliyotukuka kwa kiasi kikubwa sana, na ni miongoni mwa sababu muhimu za klabu ya Liverpool kupata matokeo katika mchezo dhidi ya Real Madrid. Halafu mbali na hilo, Liverpool wamepata ushindi wa pili mfululizo kutoka kwenye ligi, lakini pia kwenye UEFA Champions League mara baada ya kuwa na mfululizo wa matokeo mabaya katika mashindano yote. Of course, hichi kinaweza kuwarejesha Liverpool katika mstari ulio sawa sawa.